Ndugu zangu Waswahili, tuchakate habari. Ndugu zangu, usalama wa nchi ni kitu ambacho kinatakiwa kiwe kwenye utamaduni wa nchi husika. Usalama wa nchi sio wanajeshi na polisi kama akili yako ilivyotengenezwa. Hapana, usalama wa nchi ni utamaduni unaotakiwa kuwa kwenye jamii husika. Mimi naishi duniani, kwa hiyo najua vitu vingi sana. Takupa mfano. Bunduki za Trump zilishindwaje kuingia Iran? Kwa nini Marekani ndio nchi inayoongoza kwa uhalifu duniani? Kwa research zangu mimi, taifa linaloongoza kwa uhalifu duniani ni Marekani. Masaa 24 hayawezi kuisha bila bunduki ya kiuhalifu kufyatuliwa ndani ya Marekani. Kuna mwingine ataniambia Marekani ni nchi kubwa kuliko nchi zote. Kuliko Urusi, Marekani na watu wengi. Kuliko China. Kwa nini China hamna uhalifu kama Marekani? Wakati China ndio nchi inayotembelewa zaidi na wageni kuliko nchi yoyote duniani kwa sasa. Uchafu zaidi ya 40% ya uchafu wote duniani unazalishwa China. Wewe unafikiri China inapokea wageni wangapi? Na serikali yao imefanikiwa kumaintain usalama wa nchi. Serikali yao imefanikiwaje? Wamarekani walinipa jibu. Wa China usalama wa nchi wameweka kwenye utamaduni. Kwa Marekani usalama umetolewa ili watu wafanye biashara ya bunduki. Sasa kuna hichi kitu ambacho mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amekuja nacho. Basically nimeshakizungumzia baada ya yale machafuko yetu tuliyoumizana Oktoba na mekanizmu iliyotumika kuyaorganize yale machafuko. Loophole ya uhalifu inajulikana. Loophole ya uhalifu ni mfumo wa makazi. Hata Marekani iko hivyo. Udalali. Kumbuka sera za Marekani za kiuchumi ni za udalali. Hata Ulaya. Ndio maana mada za uhamiaji hazitakaa ziishi Marekani na Ulaya. Sasa kumbuka hizi sera za uhamiaji huwa zinatekelezwa kwenye mwavuli wa udalali. Ndio maana mfumo wa makazi wa Marekani na Ulaya ni mbovu sana. Sasa huo mfumo hata kwetu upo. Ndio maana kuna udalali sana nchini kwetu. Sasa Chalamila kama ananielewa nilichokuwa nakipigia kelele na nilikiaddress baada ya ile machafuko tulivyorudi, nilitengeneza ile video nikaweka wazi kwamba ni marufuku kupangishwa na dalali. Unapangishwa na dalali, likitokea tatizo serious inakuja central government. Central government ikija inaanza kuulizia ofisi ya serikali ya mtaa, huyu nani, alikujaje, nini? Ujinga mtupu. Wakati alienileta tumemalizana juu kwa juu, ofisi ya serikali ya mtaa huijui. Yaani kwenye utengenezaji wa tatizo ofisi ya serikali ya mtaa haihusiki. Tatizo likishatokea ndio ofisi ya serikali ya mtaa inaulizwa. Kwa nini? Kwa sababu tunaishi kimarekani. Nataka kwanza umsikilize Chalamila, alafu nije ni breakdown mfumo sahihi wa kiusalama wa nchi yetu ni upi. Mgeni yoyote anapoingia kwenye eneo lako umtambue. Na katika hili wakurugenzi, nilisahau hoja moja kwa wilaya. Nilisahau kuweka clear ile hoja ya apartments. Wote ambao Ilala, Kinondoni, kote ambao kuna apartments, kaanzisheni utaratibu maalum wa kuzisajili apartments zote. Idadi ya vyumba vya apartments hizo, wamiliki wa apartments hizo, hata kama sio wao utapata wasimamizi. Mfumo wa kikodi uliopo katika apartments hizo na tija apartments hizo katika halmashauri yako. Leo apartments nyingi limekuwa ni genge la kihalifu. Wengi wanaotoka mikoani wanajificha kwenye kinachoitwa apartments, wanatoka hapa Dar es Salaam kwenye kitu kinaitwa kwa jina la Airbnb, kwa jina la kama hoteli, kwa jina la kama si kitu gani, lakini mle ndani apartments zetu kwa utaratibu huu uliopo sasa sio eneo salama la watu kukaa. Lazima uogope kukaa mle kwa sababu uelewi huyu hapa ni nani, huyu hapa ni nani. Pengine ni majangili wamejificha mle kwa ajili ya kuja kufanya tukio. Uanzishwe utaratibu maalum, asakwe mwenye one building, aeleze ndani kuna apartments ngapi, tunataka kusajili apartments by numbers. Apartment hii tunaijua kwa sababu kama tunasema tunasajili nyumba kwamba nyumba hii namba 5, apartments moja ni nyumba. Sasa anakaa nani mle? Zinatija ipi? Zinatumika kibiashara au la? Na kama ni kibiashara, tija yake ni ipi kwako kama mkurugenzi? Je, zenyewe zinaingia kwenye kategori ipi ya ulipaji wa kodi? Na kama ni nyumba tu ambayo haifanyiwi kazi, mkazi wake nani? Ili taarifa hiyo
aipate mwenyekiti wa serikali za mitaa yaliko majengo hayo. Hasa timu ya namna hiyo na yenyewe ianze mara moja kufanyia kazi mambo hayo, ili uweze kufahamu kwa ujumla wake kwenye jengo hilo. Kwa mfano, kuna majengo fulani hapo Kinondoni na baadhi ya maeneo Ilala wanakaa jamii za Wachina hawa. Hakuna mtu yoyote anaruhusiwa kuingia pale zaidi yao. Sasa mwenyekiti wa serikali za mtaa, utajuaje usalama wa maeneo hayo? Utajua humo ndani kuna nini? Yaani kama mimi kutoka Iringa nije niite mtaa wa Wahehe tu, tutaingia Wahehe tu kwenye hizo nyumba hizo, Wahehe tu. Maana humo ndani inawezekana ukija lazima ukute tunauza mbwa au tunafanyaje. Kwa hiyo haiwezekani. Jueni hiyo mitaa. Kweli kiwanja kiko kimoja, lakini ongezeni usalama kwa kuzitambua hizo apartments zote. Na ikiwezekana ziundieni timu maalum ya kufanya kazi hiyo. Timu maalum inayoripoti kwako mkurugenzi. Mwezi huu zimeongezeka apartment 20. Mwezi huu zimeongezeka apartment 70. Ili wewe sasa kwa mfumo wa kielektroniki utajua namna gani za kujisajili na namna gani sasa zinakuwa zinatija. Je, ni nyumba ya kawaida kama zile zingine au ni nyumba ya kibiashara? Na kama ni nyumba ya kibiashara, hamasisha wazisajili katika mfumo wa halmashauri wote ili zitambulike kwamba hii ni Airbnb, hii sijui ni kitu gani, hii sijui ni kitu gani. Zote ziweze kuingia katika mfumo huo ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi. Mkuu wa mkoa anaelewa wazi loophole za uhalifu ni zipi. Mkuu wa mkoa anajua. Na yani niseme tu mkuu wa mkoa, viongozi wetu tulionao karibu wanajua loophole za matatizo yetu ni zipi. Wanashindwa kuja na suluhisho sahihi kwa sababu suluhisho sahihi ni kubadilisha baadhi ya sera. Ndugu zangu, kumbuka mabadiliko yote yatakayofanyika kuna watakaopoteza na kuna watakaopata. Tuelewane kwanza hapo. Sio kwamba mkuu wa mkoa haelewi picha kamili linalochezekaga. Kwa hiyo lazima atafute njia ambayo sio ile straight kwamba tunahitaji hivi ili tuwe salama. Number 1, utamaduni wa kiusalama ni huu. Sitakiwi kupangishwa na dalali. Ninavyohama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kule nakotoka napata kibali cha residential leader anayenidischarge kuhamia kwenye residence nyingine. Huyo alikuwa ni winka kwangu na rekodi yake ni hii, yani hivyo. Nahamia sehemu nyingine na jaza form kwa residential leader. Hizi Instagram pages za madalali ni za kuua. Kwa sasa haziwezi kufa kwa sababu bado nchi siko kidalali. Kuna vitu vingi tutakuwa na authority navyo tukishabadilisha mfumo wa uendeshaji wa uchumi wa nchi yetu, maanacho kutoka kwenye udalali. Kwa sababu udalali sikutafuta wanyonge wako. Sijui niwekeje wa Tanzania, mnanielewa kweli? Number 1, nchi ya Tanzania yote ni mali ya Jeshi la Kujenga Taifa. Yaani hata leo hii nikiwa na mabilioni na matrilioni najenga kijiji changu sehemu. Anayekilinda kile kijiji likitokea la kutokea nani kama sio Jeshi la Kujenga Taifa wakishirikiana na JWTZ? Kwa sababu kuna watu wana matango pori kichwani kwamba ukijenga gorofa la kwako likitokea la kutokea kama anachokifanya Israel Lebanon, anayepiga nani? Ni wewe. So yoyote mwenye nyumba ya kupangisha apartment or wherever, hata kinyumba chako unalipangisha 1500 kwa mwezi, lazima kijulikane kwa JKT Residential Office. Sitaki kutaja hii mfumo tulionao, pesa zinakwenda sijui kwa CCM sijui kwa nani. No. Ardhi ikitoka kwa serikali kuu ikisha kuja kwetu, mfumo wa makazi uko kama ifuatavyo. Nakwenda kupanga nyumba ya 100,000. Maana miezi 6, kama mwenye nyumba anataka miezi 6, si 600,000. Maana 700,000 na hela ya ofisi ya kujaza form ya JKT Residential Office. Sababu pale ndiko ninapojitambulisha mimi ni nani, nimetoka wapi, nimezaliwa wapi. Form yenyewe itakuwa kama ifuatavyo. Ngoja nionyeshe na form kabisa. Jeshi la Kujenga Taifa Residential Registration Form. Jina lako kamili, umezaliwa wapi, jinsia yako, kitambulisho chako, namba ya simu, email kama unayo, kazi gani unafanya, makazi yako ya sasa, makazi yako ya zamani yalikuwa wapi, mawasiliano ya dharura, ukiugua, umechanganya mavyakula, umekufa, tunakupeleka wapi, tuanze kusumbuana, tunawapigia watu wako wa karibu, emergency contact, weka majina ya mtu wako wa dharura, uhusiano wako na huyo mtu ni nani, namba yake ya simu, kama na email, jaza hiyo form, lipia. Kama umeenda kwenye nyumba ya laki, hiyo fomu utajaza, maana yake unalipia laki. Kama umeenda kupanga kwenye nyumba ya 20,000, hiyo fomu utanunua kwa 20,000.
Kama umeenda kupanga kwa nyumba ya 5,000 ndio utalipia hii fomu 5,000. Umeenda kupanga nyumba ya dola 1,000, hii fomu unailipia pale ofisini dola 1,000. Na hizi nyumba 10% ya kinachozalishwa lazima kiende Jeshi la Kujenga Taifa. So far haiwezekani kwa sababu hatuna benki, ardhi haijatoka kwa central government ikaja kwetu, kwa sababu lazima ardhi itoke kwa central government ije kwetu tuitengenezee benki. Unafikiri benki yetu tunaendeshaje? Kwa fungu la 10. Wayahudi wako wangapi na wanaisumbua dunia? Unafikiri wanajiendeshaje wale jamaa? Tuna mitaa tunatakiwa tuitengeneze. Mitaa yetu iko broken. Tukawalambe wa China na Warusi waje kutujengee. Yaani bado tuko kwenye ule mwavuli wa Mjerumani alivyotuacha kwamba hawa wapumbavu wasiweze kufanya jambo lolote. Kila kitu World Bank, kila kitu World Bank. Hii ndio fomu ya makazi kwa Watanzania wote. Hii fomu inapatikana wapi? Kwa sasa hivi mnaita ofisi ya serikali ya mtaa, baadaye itakuja kubadilika iwe ni JKT Residential Office. Tutabadilika wewe. Yaani uko jua unabadilika, sasa tusibadilike. Huu mwaka wangapi hatuwezi kutengeneza barabara zetu? Lazima turudi tuishi kama jumuiya. Mimi nimelelewa kwenye jumuiya. Na kazi ya hizo jumuiya zilikuwa zinatufundisha namna ya kuwanyonya Watanzania wengine tukaleta kwenye jumuiya. Ambacho kinazalishwa nini? Civil unrest, vita za wenyewe kwa wenyewe. Mkatoliki amnyonye Mluteri au Mkatoliki amnyonye Mbakwata, mnakuta mnagombana wenyewe kwa wenyewe. Mbakwata amnyonye Muanglikana, mnagombana wenyewe kwa wenyewe. Kama dini ndani ya nchini kwenu hazihubiri umoja wa kitaifa, zina kazi gani hizo dini? Mtu mmoja alinifundisha akaniambia, if you find there is a religious civil conflict in your country, those religion ain't there for your country, are there for some people outside your country. Na ni kitu nimekiobserve, ndio maana nakuwa na hasira na hata na hizi dini zangu zote. So why this dini are fighting? Kwa nini zinagombanaga zenyewe kwa zenyewe? So, hazihubiri umoja wa kitaifa. Hizi ni taasisi za watu wako sehemu. Rwanda ilikuwa nini? Dini ilitumika, ndio lazima tutengeneze jumuiya ambazo tutakuwa tunakutana kila mwisho wa mwezi, tunaulizana hali ya usalama wetu. Kama sehemu wanakaa wageni tupu kama alivyosema Chalamila, hiyo sehemu wanayokaa wageni tupu hakuna kiongozi mzawa. Hata kama kuna apartment wamejaa wa China tupu, sio wa Amerika tupu, wa Reno tupu, wherever, lakini the in charge of that premises ni Mtanzania. Lazima yeye anatureport pale swala usalama pale nini, hao watu wagombani, kwa sababu we don't entertain conflict in our country. Wanaweza kawa wamelewa huko wanaumizana, lazima tujue. Kuna vitu vingi ni ngumu kuvitekeleza mpaka tubadilishe sheria za nchi. Mimi najua. Tutoke kwenye hizi sheria za kidalali, turudi kwenye sheria za kijumuiya. Jeshi la Kujenga Taifa mpaka lipewe ardhi ndio tutarekebisha vitu vingi. Tuue kesi za mashamba, viwanja, na tuue utaratibu wa makazi holela. Nimehamia sehemu mwenyewe, baada ya siku 2 tuko watu 5, 10, 20. Tunaishi tu, sijatoa taarifa hata kwa ofisi ya serikali ya mtaa kwamba bana hawa ndugu zangu wanafanya hivi na hivi na hivi, lazima hiyo tufanye. Yes, nimehamia sehemu mwenyewe, lakini wamekuja ndugu zangu, mdogo wangu, lazima nitoe taarifa bana, huyu ni mdogo wangu naye anajitafuta, ili serikali ijue. Loophole za uhalifu zinajulikana. Unless tumejiri-switch kwenye mfumo wa kijumuiya. Jumuiya yenyewe ni Jeshi la Kujenga Taifa, jumuiya lazima niihubiri hiyo. Hakuna jumuiya nyingine, sio jumuiya wa Katoliki, sio jumuiya wa Lutheri, sio jumuiya wa Bakwata. Hizo zote ni jumuiya za kuinyonya hii nchi na kutengeneza civil unrest. Mwisho wa siku tunagombana wenyewe kwa wenyewe. We need the biggest community of all to control the rest of this small community. And that community is Jeshi la Kujenga Taifa, which is going to control our lands and everything and even our resources. Lazima niseme ule ukweli. Mkuu wa mkoa, unless we change the policy of our economy, it's kind of like so difficult to get the real security we want. Lazima tubadilishe mfumo wa kiuchumi, tuje kwenye hichi unachokitaka bwana mkuu wa mkoa. Ardhi itoke kwa central government ije kwetu, tutengeneze jumuiya. Lazima tuishi kijumuiya. Kila mwisho wa mwezi tunakaa tunaongea, tunajuana. Mtu ametoka wapi huko, lazima aingie. Umemalizana na immigration, lazima uje kwa ofisi ya makazi ujisajili tena. Nyie wenye kiti wa mitaa, weni au madalali, ni marufuku dalali kupangisha. Nyie ndio mnatakiwa mchukue hizo kodi za mwezi. Tangaza apartment, nyumba za kupangisha zilizo kwenye mtaa wako, kuanzia ya 5,000 mpaka ya dola 20,000. Ni jukumu lako wewe mwenye kiti wa makazi. Unaachaje hiyo fursa? Uwezi kufungua Instagram page hakuna IT mtaani kwako? Sio kweli. Hata kama hujui IT, wapo wengi tu. Chukue mmoja mwambie
tengeneza JKT Lumumba na Mkunguni, JKT Lumumba Street. Mitaa yetu lazima ianze na kiambishi awali, jeshi la kujenga taifa, JKT. Hiyo lazima nitaipigia kelele. Yani kabla jina la mtaa unaanza JKT sehemu fulani, JKT sehemu fulani. This is how we gonna be. JKT is going to be the biggest community in Tanzania, which will suck all small communities. This is my goal. It's gonna be Pemba, JKT Pemba. Weka vivutio vyako pale. Nyi wa Kariakoo, mtu anakwenda kupangisha nyumba lazima apite kwako ajiregister. Wewe uchukue hiyo kodi ya mwezi. JKT benki lazima ianzishwe. Usalama wa jamii ni utamaduni wa jamii husika, sio jukumu la polisi na wanajeshi. Asikudanganye. Jifunze usalama wa Marekani ulivyo, jifunze usalama wa China ulivyo, ndio utajua kwamba usalama ni utamaduni wa jamii. Na usijizime data. Utamaduni ni mfumo mzima wa mgawanyo wa riziki. Usituambie riziki ni ya kupigania, hiyo sehemu itakuwa na amani. Hicho kitu hakipo. Riziki ya kugawana ndio amani inapatikana, amani ya kweli. Kwa sababu mwanadamu asipokuwa na uhakika wa riziki, huwezi kumcontrol. Tuelimike, tusiwe wasomi.